الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, ndugu watazamaji, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha katika siku. Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile anataka kututofautisha baina yupi ni mwingi wa ibada na baina yupi ni mvivu wa kufanya ibada. Lau tungekuwa twajua sote lini siku ya ibada, basi ingekuwa kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapendelea baadhi, kwa sababu kuna watu wao ni kawaida yao kuwa na hamu na kufanya ibada, ni kawaida yao kuwa na bidii ya kufanya ibada, ni kawaida yao kuwa na mapendeleo ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila pumzi zao. Na ndipo pale kuna watu wanasifika kwamba wao wanapenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Jalla Jalalu wa Ta'ala fi ula, na yeye vile vile anapenda kukutana na watu aina hiyo. Basi ndugu zangu Waislamu, hatuna budi ya kukaa chini na kutafakari vipi tutalitimiza hili 10 la mwisho lilobakia katika Ramadhan, kwa kiasi cha siku ambazo kwamba zimebakia katika umri wetu. Hatuwezi kujua ni umri gani bado umebakia, lakini tuwe na nia. Jambo la kwanza, tutengeze nia zetu, tuzisafishe nia zetu ziwe ni nia mzuri. Tuwe na nia ya kufanya ibada, tuwe na nia ya kutekeleza mema, tuwe na nia ya kuepuka na kuacha maovu, wala isiwe ni kwamba tutasimamisha tu maovu Ramadhani ikimalizika tuyarudishe tena, bal iwe ni tutayawacha kabisa, hata Ramadhani itakapomalizika hatutakuwa ni wenye kuyarudia. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika hilo. Ndugu mpendwa wa Muislam, baada ya kusafisha nia na kuwa na nia mzuri, kwa sababu innamal a'malu binniyat, jambo la pili ni kuwa na ikhlas, kwamba kila jambo tunalolitenda liwe ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala lisiwe ni kwa sababu nyingine yoyote ambayo kwamba itatupelekea sisi kufanya jambo kama lile. Mtu atainuka kuswali kwa sababu ataka kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu atakuwa ni mwenye kutoa sadaka kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakuwa ni mwenye kukaa kusoma Qur'an na ibada nyingine zote, lakini sababu kubwa na lengo kubwa liwe ni ibtighaa mardhatillahi jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Na jambo la tatu liwe twapata mutabaa, twamfuata bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Vipi alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tuwe katika mwenendo wake, tuwe tuifuata njia yake, tuwe tutazifata nyayo zake, tulekee pale anapolekea yeye, bila ya kuwa wanyonge, bila ya kuona tumelazimishwa, bila ya kuona kwamba tumefanyiwa ikrah. Tuwe na nyoyo safi, nyoyo zilizosalimika, kwamba twafanya kwa mapenzi yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo maana twamkimbilia yeye kufuata vile yeye alivyokuwa akifuata. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam, sifa ya kwanza kwamba alikuwa akikaza kamba katika kuzidisha ibada na vile vile kuondoa matamanio ya aina yote, kwani asubuhi mzima mpaka jioni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ashatuondosha kutokamana na matamanio ya kula na matamanio ya kunywa, na vile vile hatuwezi kufanya matamanio yote katika wake zetu. Lakini inapoingia usiku tunarejea pale ambapo kwamba ilikuwa hatupo. Kwa hivyo inapofika 10 la mwisho, natakana mtu katika zile 12 za mwanzo awe ameshajizoezesha, mwili wake ushakuwa laini na mwepesi katika kuyaepuka mambo kama hayo, na wala si kwa njia mbaya, bali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya kumfuata bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili 10 la mwisho la Ramadhan alikuwa akiamsha wake zake, akiamsha jamaa zake nyumbani, wayuqidhu ahlahu, ama aiqadha ahlahu, alikuwa akiamsha
watu wake nyumbani, hakutaka kupata peke yake zile thawabu, hakutaka kupata ujira peke yake, wala hakutaka kuwa bakhili katika kutenda mambo ya kheri, bali alikuwa akiamshana na walioko karibu na yeye, akiwaamsha ili wainuke wafanye ibada kwa pamoja, ili wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja, mkono kwa mkono hadi peponi. Na ndiyo maana ile kuwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, baadhi al-mufassirina kama Ibn Kathir asema ni kuwashika mkono wake zetu kwenda nao peponi, wala sio kuwatawala kinguvu na kuwanyanyasa. Kwa hivyo tuamshe jamaa zetu manyumbani kulingana na nguvu zao, wala tusiwatie katika unyonge kwamba lazima uamke time fulani mpaka wakati fulani. Tukumbuke kwamba siku mzima yeye yupo jikoni, anakutayarishia wewe na familia yako chakula, anakusafishia wewe nyumba yako. Basi muangalie kwa kulingana na nguvu zake, kiwango anachokiweza ndicho na wewe umpatie. Usiwe wewe ni mume ambaye kwamba utakuwa wataka mke wako awe kama wewe, la, bal angalia nguvu zake ziko namna gani. Aweza kuamka saa 8, hewallah muamshe saa 8. Aweza kuamka saa 9, muamshe saa 9. Usilazimishe kwamba ima asilale usiku mzima au alale vile wewe unavyolala. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na istitaa yenu na uwezo wenu, wala msijikalifishe, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza katika dini yake kuwekwa taklif. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia dini yake kuwa ni nyepesi. Kwa hivyo tusije mimi na wewe tukaifanya ngumu kwetu sisi, au tukawafanyia wengine kwao ikawa ni ngumu, lakini tupatilize na tutekeleze sunna ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwamba tuamshane ndani ya majumba ili tufanye ibada imma kwa pamoja, imma kila mtu peke yake, lakini ipatikane ile sunna ya kuamshana, ipatikane ile kwamba katika 10 la mwisho hupatikana watu kuamka na kufanya ibada. Na ndio maana utakuta katika hadithi hiyo hiyo ya Nana Aisha radhiallahu ta'ala anha asema ahya laylahu, kwamba ule usiku wake Mtume sallallahu alaihi wasallam yuautia uhai ndani yake, yuauhuisha usiku. Nini maana kuhuisha usiku? Yani kutakapokosekana ibada kunakuwa kama ni maiti, kwa sababu maiti hana tena cha kufanya ibada. Mtu akishafariki hana tena kufanya ibada, bal anakuwa anaombewa dua na wengine walioko hai, na ndiyo thawabu anazozipata yeye. Na ndipo Mwenyezi Mungu anapoitika dua, basi huwa ni sababu minal asbabi ya yeye kusamehewa dhambi zake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha nyumba yake kwa kuhuisha usiku za mwisho wa Ramadhan. Na kuhuisha usiku kunawezekana ikawa ni usiku wote, kunawezekana ikawa ni baadhi ya usiku, kunawezekana ikawa ni nusu ya usiku, vile mtu anaweza kwa nguvu zake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia Mtume kuhusu masala ya kuamka usiku, alivyomwambia qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake kipenzi chake ambaye kwamba ndiyo kioo chetu hakumlazimisha muda maalumu, na sisi tusijikalifishe kwa kujiwekea kwamba lazima iwe ni usiku mzima ama lazima iwe ni nusu wa usiku, bal tuende na nguvu alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze tena kuamka asubuhi na kufanya ibada. Tusishindwe tukaamka asubuhi tuwe tumelala asubuhi nzima tukisingizia kwamba usiku tulikuwa tumekesha. Kwa hivyo tukazeni kamba katika kumlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe na tabia ya kuamshana majumbani, tuweke program, kila mtu angalie nyumba yake iko namna gani, watu wasikizane kabla kulala, tuamke time fulani tufanyeni hivi, ama tuamkeni time fulani, kila mtu ashike pembe yake ya nyumba afanye ibada anazotaka yeye kwa uwezo wake mwenyewe. Na jambo lingine, tuhuishe usiku majumbani, bal tusiwache usiku zikapita hivi hivi, kwa sababu huwezi jua ipi ndiyo hiyo Lailatul Qadr ambao kila mmoja wetu anaisubiria. Usiwache ikakupita ndugu yangu wa Muislam. Inshallah leo tutakomea hapo.
tutakutana tena tugusie ni amali gani nyingine za kutendwa katika masiku matukufu kama haya. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika kila la khair, atuondoshe kila la shar, atupe nguvu za kutenda mema, atupe nguvu za kuwa ni waja wema, na atuwafikie katika kila ambalo kwamba lamridhisha yeye pamoja na mtume wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.